Karibu Makumba International News kwa habari za kimataifa, siasa, uchumi pamoja na teknolojia. Mwanajeshi mmoja katika jeshi la Israel ametoa kauli ya kushtua katika mahojiano ya moja kwa moja na YouTuber wa Marekani, akizungumzia vitendo vinavyofanywa na wanajeshi wa utawala huo dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza katika vita vya mauaji ya kimbari. Alinukuliwa akisema mwanajeshi huyo hatuui tu, lakini pia tunabaka. Ni maneno yaliyosemwa na mwanajeshi huyo wa Israel wakati wa matangazo ya moja kwa moja kwenye TikTok na YouTuber wa Marekani anayeitwa Jeff Davidson, akielezea uhalifu unaofanywa na Israel dhidi ya watu wa Gaza. Mwanajeshi huyo amesema kwamba kwa sasa anahudumu katika jeshi la Israel huko Gaza, akionyesha picha ya uharibifu uliofanywa katika eneo lake, na akasema usishangae, hakuna nyumba hapa, zimebomolewa kabisa. Alipoulizwa nyinyi ndio mmeharibu, alijibu kwa kusema ndiyo. Mwanajeshi huyo wa Israel amesema tumewaua wanawake na watoto, akiongeza lakini pia tunawabaka. Video hiyo imeibua hasira kwenye mitandao ya kijamii, huku wanaharakati wakiitaja kauli ya mwanajeshi huyo wa Israel kuwa ni ushahidi mzito wa uhalifu ambao jeshi la Israel linashutumiwa kufanya dhidi ya raia wa Gaza au wa Palestina. Israel imekuwa ikiwatesa Wapalestina na kuwaua, huku ikitaka kuendelea kuyamiliki maeneo ambayo yalikuwa yanamilikiwa na Wapalestina, huku wakiwaondoa Wapalestina katika maeneo yao. Lakini katika taarifa nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameitaka au amemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba katika makubaliano yake dhidi na Irani ahakikishe makombora yote ya balistiki yanaondolewa Irani au kuharibiwa, lakini pia vifaa vinavyotumika kurutubisha uranium navyo vinaharibiwa, na zile uranium ambazo zimesharutubishwa ziharibiwe moja kwa moja. Ndivyo wanavyotaka Waisrael, kwani wakihofia umiliki wa silaha nzito wa nyuklia wa Irani unaondoa ule uthabiti wao, hasa wakiwa na uoga kwa sababu Irani ni taifa ambalo limeahidi kuliangamiza Israel. Endelea kubaki Makumba International News kwa habari za kimataifa, siasa, uchumi pamoja na teknolojia.